Kwamba nitatokeza mbele kutia nia nafasi ya ubunge kwa jimbo la Tarime. Ubunge? Nasania kutia kugombea nafasi ya ubunge kwa jimbo la Tarime vijijini. Nadhani ninazo sababu zangu za msingi kufanya haya mambo. Na kadri nitaweza kuelezea kadri tunavyoenda. Baada sisi ya kusikia kwamba unagombea ubunge katika jimbo la Tarime vijijini, ndio tukakufuata sisi na kuja kufanya haya mahojiano haya ili tufahamu wewe maono yako ni yapi. Je, maono yako ni tofauti na watu wengine ambao wanawania au ambao wanategemea kuwania? Sawa, ni umekulia CCM au ulishaikuwa kwenye chama kingine sasa CCM ukaja, au ndio umeanzia hapo hapo toka kuzaliwa kwako? Kimsingi mwanzoni tulikuwa kwenye siasa tangia tulipokuwa shuleni. Mfano kama mimi nimeanza kuitwa mwanasiasa nikiwa darasa la kwanza. Nilikuwa nasoma shule ya Nyamalaga kuelekea. Nilikuwa naitwa mwanasiasa. Nimeenda baadaye nikahamia Tanzania nikasoma sekondari shule ya Sirari pale. Tukaendeleza harakati hizo za kisiasa, tukaendelea kujifunza zaidi na kuweza kujifunza zaidi. Baadaye tulikuwa kwenye mlengo wa kushoto ambapo ni Chadema. Tumekaa pale baadaye tukatoka tukahamia Chama cha Mapinduzi. Na ni mwaka gani umetoka Chadema kuja Chama cha Mapinduzi? Nilianza kutoka chama cha Chadema 2020. Nikajiunga Chama cha Mapinduzi. Kwanza 2020 hiyo nilianza kutoka chama cha Chadema. Kwanza nilipumzika siasa kwa muda wa miaka mitatu. 2020 pale nikapumzika mpaka nilikuja nikaama baadaye. Nikahamia Chama cha Mapinduzi. Baada ya kuhamia tumeendelea kuwa katika changamoto za kisiasa. Natamani nifahamu wewe umekuwa katika pande zote mbili, Chadema lakini pia CCM. Nataka unipe utofauti kidogo kwa sababu tayari upo hapo. Chadema ina utofauti gani na CCM? CCM ina utofauti gani na Chadema, hata yule mtu ambaye anatazama hawezi kufahamu hicho kitu? Unapozungumzia chama cha Chadema, kwanza kile ni chama cha upinzani. Lakini kwa historia unaofahamu, vyama vya upinzani vimekuja katika taifa letu mwaka 92. Na wakati ule watu walipiga kura ya maoni. Baada ya kupiga kura ya maoni, za maoni, watu waliotoka vyama vingi walikuwa ni 20%. Lakini watu waliotoka chama kimoja walikuwa ni 80%. Lakini mheshimiwa alikuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wakati ule, Julius Kambarage Nyerere, akasema kwamba tupitishe tu vyama vingi kwa sababu hata kama hatutapitisha leo, kesho kitakuwa. Kwa hiyo chama cha Chadema kimekuwepo. Chile kimejenga msingi yake, na ukiangalia sana upinzani unachobei zaidi ni kukosoa serikali kile kinachokifanya. Unapozungumzia Chama cha Mapinduzi ni kurudi madarakani tangu kwa sisi kwake mwaka 77. Na kimeenda kwa madarakani, lakini vyama vya siasa vyenyewe vya upinzani kazi yao kubwa ni kukosoa. Lakini hoja kubwa tulionayo sio kukosoa. Ni kwenye siasa siku zote watu wanabezi sana kwenye sera. Kwenye sera pale ni kwamba ukiona mwenzako sera yake aliyokuja nayo imeshindwa kufanya kazi, unakuja unamkosoa baada unaelezea sera bado. Lakini unaangalia chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wenyewe wanachobezi zaidi ni kukosoa kwamba hii Chama cha Mapinduzi kimeshindwa, lakini hawaelezei njia bado. Kwa hiyo ndio maana tumeamua kuhamia Chama cha Mapinduzi na sisi tuwe sehemu ya kuweza kujenga taifa letu. Kwa hiyo wao wanakosoa lakini hawana njia mbadala ambayo tutaitumia wao. Hizi sera mbadala ambazo tunaweza kutumia kuweza kwamba hapo tukipata utafanya kitu ndicho tunachofanya. Na nahisi pia hicho ndicho kilichokufanya kuja katika Chama cha Mapinduzi. Hiyo ni moja wapo ya sababu ambayo nisukuma na mimi kuweza kujiunga katika Chama cha Mapinduzi. Sawa, kwa muda ambao uko katika Chama cha Mapinduzi unajisikiaje sasa? Najisikia niko sawa. Ninaamini wakati naamu mimi nisema kwamba tunapoelekea katika Chama cha Mapinduzi, kikubwa sisi tutaenda kukosoa. Kwa jambo ambalo ni sawa kwa So, ningetamani pia kufahamu sasa, wewe ni mtu ambaye unatokea jimbo la Tarime vijijini. Tarime vijijini sasa ni jimbo kubwa sana. Maoni yako kwenye jimbo hili, moja jimbo ambalo ni kubwa, maoni yako ni yapi kwenye sekta zima? Watu kuna baadhi ya watu ambao ni wanasiasa lakini pia wagombezi wa siasa wanadai kwamba jimbo lile kuweza kupunguzwa kwa baadaye au ikitokea. Nini maoni yako? Kikubwa tunachokifanya ni kwamba ikiwa jimbo linagawanyika katika vipande, kikubwa tunachokifanya ni kuwasaidia wananchi kutoka. Kwa hivyo kama ikionekana kwamba ni taarifa nzuri, lakini kikubwa tunachokizania swala la kupunguzwa sio fakta kama sana.
fakta kubwa tunanao ili tuweze kusogezea maendeleo ya kwetu. Tunapata viongozi wengi ambao wataweza kuwasemea nchi na kupambana na kupata maendeleo. Lakini sasa ukisema hapo tunakaa tunaweza kugawa ikawa hata majimbo 10, lakini sasa kama viongozi wako dhaifu utakuta ni vile. Kwa hiyo swala la kugawa siku zote tunagawa ili tuweze kusogezea watu, sio hapa. Natamani kufahamu pia mpaka sasa hivi jimbo la Tarime vijijini liko mpaka sasa hivi sehemu nzuri kabisa katika maendeleo. Wananchi mnafurahia mambo yanavyoenda mpaka sasa hivi? Maendeleo siwezi kusema kwamba maendeleo yafanya. Maendeleo yanafanya. Lakini cha msingi ambacho kusema ni kwamba spidi ya maendeleo yanafanya ni kubwa sana. Ukilinganisha na fursa ambazo zipo Tarime. Na hiyo ndio moja wapo ya sababu inasababisha kusema kwamba kuweza kutia nia ya kuondoa hili kwa Tarime. Ili niweze kuwa sehemu mojawapo ya suluhisho ama tatizo linalopatikana. Kwa sababu cha kwanza kuna vitu ambavyo watu wa Tarime wanahitaji kupata. Lakini watu tunaowakilisha tunaowachagua kuhakikisha siku zote wanaonekana waweze kufikia. Kwa mfano nikija kwa sera ya madini, naweza nikasema kwamba kwa sera ya madini pale nasema kwamba sehemu ambayo kuna madini inatakiwa chuo kijengwe kama baadaye wanafunzi wasome. Ukishasoma wale watu waliosoma inawezekana wapate ajira kwenye migodi hiyo. Lakini pia ukiachilia mbali ukienda Tarime vijijini pia kuna madini mengi. Sasa hiyo usikati nilikuwa na jamaa mmoja wapo wa watu wanaojina masuala madini haya. Akaniambia kwamba Tarime vijijini madini yaliyopo sasa hivi kama bado ni biki hajaipo kuzo. Kwa hiyo tunahitaji mtu ambaye ataweza kuwasemea watu waweze kupata hicho kinachostahili. Ile hapa. Cha pili, kwenye maeneo ya Tarime vijijini kwa mfano ukiangalia barabara za lami. Mimi barabara za lami naona kama hazipo kabisa kwa. Lakini jimbo ambalo ndio kubwa. Unapozungumzia mkoa wa Mara zaidi ya 80% mpaka wanaotoka kwa serikali kuu kutoka Tarime. Lakini leo kile kuangalia Tarime vijijini maendeleo yake hapo chini sana. Kulinganisha labda mjini. Hata hapo tulipo Tarime vijijini unaona kabisa maendeleo yanaonekana. Ukienda Msoma utaona maendeleo yanaonekana. Bunda ni sehemu. Sasa hata ukienda Rodi. Lakini ukija kuangalia hapa kwetu maendeleo yako chini sana. Sasa unaweza kwamba sababu ni nini? Ndio kitu ambacho ni ile ndio. Lakini pia kwa kuzungumzia sera ya madini hapo kama kutokea leo kupata nafasi. Na sera ya madini pale kuna pesa ile ya royalty. Mpaka serikali inakusanya kodi, inakusanya kwa wale wafanyakazi. Lakini pia inachukua ile pesa. Sasa kulingana na maendeleo yaliyopo hapa kwetu kwamba yako chini. Kama tukipata nafasi utaweza kuzungumzia kwa serikali ile sera ya madini ikibisha kwa ile pesa ya royalty ambayo ni hapo kwa minifu. Ile baadhi katika jimbo husika. Pia hata sisi hapa tunaweza kusogeza maendeleo kwa sababu kulingana na fursa tulizonazo kama tunaweza kusogeza maendeleo karibu. Kwa mfano barabara zikawepo tutengeneza mawasiliano kwa jimbo zima. Ukawepo na maji kuwafikia wananchi wote ambao tutapata kuyafikia. Umeme kuwepo uhakika. Sababu unaweza kusema umeme umesambaa, bado hujasambaa sehemu zote. Au umeme unaweza kufikia watu utafuta uhakika ambao katika. Fursa zitakuwepo. Ukiweza kusogeza nani masoko haya kajengwa. Sababu kama masoko pale baada ya jengo. Ukiangalia pale mjini hapo kuna soko limejengwa hapo na lakini ukiangalia sehemu kama Sirari ambayo ndio sehemu kuu ya ambao mapato makubwa yanatokea mkoa wa Mara kwa kata na kijumla Tarime vijijini pale. Ukienda kuangalia soko lipo linachoka sana. Lakini pia katika kusimamia hizo sera, kwa mfano ukienda katika sera za sanitation, ukuta kama sehemu hizo zinazalisha nyingi, ukuta uchafu uko mwingi sana. Kwa hiyo inaonyesha kwamba wale watu wamekosa mtu wa kuhakikisha. Lakini kiachia hapo kuna moja ambayo ni live experience hapa. Kuna sehemu pale Gilead ilienda kununua barabara. Ile Gilead ikaenda kalima barabara pale kafia. Lakini ukienda katika halmashauri, hizo wanavyoelekeza ni kwamba unapoenda kufanya mradi, unatengewa hela ya kufikiri mradi unafanya. Sasa hiyo barabara inaweza kununua na kujenga hadi kufia pale. Imekaa pale karibu na kanisa. Baadaye nilipopata taarifa nikaanza kuchukua kwenye grupu, baadaye nikakutana na mkuu wa wilaya nikamwambia hili hadi katoa. Kwa hiyo kuonyesha kwamba hawa watu wa Tarime vijijini wamekosa mtu wa kuhakikisha. Ndio maana tunasababisha hata mimi niseme kwamba ndio nisimame mbele. Kama vile Musa alivyoweza kujitokeza kwa wana hizo walipokuwa Misri kwa hadi akasema kujitokeza hapa. Na mimi naamua kujitokeza. Kama vile alivyojitokeza mfalme Daudi, hatua alikuwa Goliath amewatisha wana wa Israeli kwa siku 40. Na mimi nilisema nitajitokeza kama alivyojitokeza Masihi kwa binadamu kwamba hawezi kutengeneza muunganiko wa binadamu na Mwenyezi Mungu. Hata sisi tunaweza kujitokeza na unahisi pia wananchi wanaoishi katika jimbo la Tarime vijijini wanakihitaji hicho ambacho wewe ndio mlengo wao? Cha kwanza tunachosema ni kwamba kwenye swala la wananchi siku zote watu wanaokuwa na mtazamo wa kuweza kuona mbali hiyo na hasa unaposema
kiongozi bora, uone kiongozi kama sasa. Anaweza kuona kwamba wananchi wengi huwa wanafuata huko. Lakini pia ukiangalia katika siasa zetu hizi za siasa zote kijumla za mataifa ya kidemokrasia, nyingi zimetawaliwa na mifumo ya pesa. Inaonekana wale watu ni pesa nyingi, unakuta ndio watu wanapewa fursa sana ya kazi. Lakini sio kwamba wale watu ni uwezo. Na hicho ndio kitu ambacho kimekuwepo kwa jimbo letu la Tarime tangu tukiwa Tarime. Watu wamekuwa wakipata uongozi kwa sababu kwamba wana ukwasi mkubwa. Wanatumia ukwasi kuweza kupata uongozi. Ukishajipatia wanaenda kule bungeni wanalala. Hata wazungumzi kitu. Hawezi kuita mikutano kuzungumza na wananchi kuuliza kwamba kwa sababu leo mchagua leo mbunge wewe ni mwakilishi wako katika jimbo. Kwa hiyo ni kama wakili wako. Ameenda kwenye kesi pale nitakana mwishoni aje aite mkutano akueleze kwamba hichi kesi chako kimeenda vipi, lakini hasa wapati muda kwa sababu wachagua. Wanakaa kisha miaka 5 tena wanarudi. Kisha rudi hapo baadaye tena wanakuja katika mfumo ule. Sasa nilikuwa nasema kwamba kuna hii kejeli watu wanasema kuna kamsemo kamoja kachukule kanasema kwamba hivi watu wanataka nyama kwa kutoka. Hii imekuwa ni kejeli ambayo watu ile kwa kutumia kwamba hivi nikija na hela nitagombea. Hata leo kuwasikiza watu wengi ambao wametoka wamekuja kugombea. Watakwambia kwamba mimi nimekuja na hela nyingi na mimi nitapata uongozi. Nasikia. Lakini wanavyozungumza wazungumzi wanaisha. Mwisho wa siku baada ya kuchaguliwa wanaondoka. Hao watu wanabaki katika kwa mfano nikitolea mfano ukienda katika mkoa wa Kilimanjaro tu. Mkoa wa Kilimanjaro kwa kiwango kikubwa maendeleo yako pale makubwa. Potential zinazo ni ndogo kionyesha Tarime. Sasa kama tukiweza kupata kiongozi mzuri ataweza kuongoza watu vizuri. Tunaweza kupata maendeleo hata sisi tukaribu. Acha mwisho na cha kuongelea hapo cha kuongezea. Aliwahi kuongea baba wa taifa la Singapore ilikuwa ni mmoja wapo wa kiongozi bora. Aliwahi katika karne hii iliyopita na hata hii. Aliwahi kusema kwamba ili taifa liweze kuendelea ama sehemu liweze kuendelea inategemea na vitu vingi. Cha kwanza inategemea na watu waliopo katika sehemu husika. Cha pili inategemea na viongozi waliopo katika sehemu husika. Cha tatu inategemea na rasilimali zote katika hiyo sehemu. Na cha nne cha mwisho inategemea na muunganiko wa wale kundi la watu kisha kwamba watu kitu chochote. Ninapozungumzia aina ya watu, ninasema kwamba mimi leo nimekuja na mtazamo wangu kwamba ninataka tuweze kuleta maendeleo kwa ajili ya watu, tuweze kuyapambania kwa sababu wote tuna nafasi. Kwa nini nasema barabara za rami, watu wanakuta ziko pale. Unaona? Kuna hiyo unakuta imetengwa baadhi ya barabara. Kwa hiyo ukienda pale kama mbunge unaweza kuomba kwamba naomba nitoe barabara kwa jimbo langu. Na kulingana na potential tunayo kubwa kama mkoa wa Mato atoa zaidi ya nusu. Sasa kama wengine karibu mjini wanapataje barabara? Na ukiangalia ukijumuisha hizo na hizo baki wilaya zote hata majimbo yote hiyo baki kwa jimbo lako. Ile pesa unayotoa kwenda serikali tu ni fraction nikasema tu kwa ile pesa tunayotoa sisi. Kwa hiyo sisi tutegemea kwamba hata angawio kubwa kama inaleta budget kubwa sisi tunapata. Lakini unapokosa mtu akaweza kusemea basi itakuwa tu ni yale. Na tunasema kwamba unapochagua kiongozi dhaifu kwa sababu mkupa hela amefanya nini unategemea kupoteza kila kitu. Sasa hicho kitu ambacho kilikuwa kitokea kwamba tunachagua hapo kwa sababu mtu anasema kwamba ni hela. Sasa ndio tunapata. Nataka nifahamu mtazamo wako hususan jimbo la Tarime vijijini ambalo limezungukwa na madini kama nilivyozungumza, lakini madini yale kifupi hawasaidii wale watu ambao wamezungukwa na madini. Leo hii ningetamani kuona wananchi ambao wamezungukwa na madini aidha wanalilia nini hasa ambacho ndio kilio chao kikubwa, mbali na yote ambayo nimezungumza, kipo ambacho wanakililia sana ni kipi? Yaani hata yule mkazi wa Tarime vijijini ambaye hayuko kule, yuko hata nje ya nchi au yuko mikoa mingine, hakifahamu aweze kukifahamu. Wanachokilia wananchi wa Tarime vijijini kikubwa ni maendeleo. Wanataka maendeleo, tena maendeleo ya kweli, sio maendeleo tu ya kusema kwamba maendeleo. Sababu unaweza kaambia maendeleo, unakuta kuna mfano wa maendeleo. Kwa mfano mimi waga nafuatilia vyombo vya habari vya Marekani. Chombo kama ABC News, nafuatilia CBS News, nafuatilia ABS, NBC. Ukiangalia wale watu kweli maendeleo wamefanya. Lakini pia inapotokea tatizo wale watu wako fast nishughulikie tatizo. Lakini sasa unapozungumzia hapo unakuta tatizo limetokea watu hawezi kulishughulikia. Ni maana kwamba watu wameshinda. Kwa mfano nimekueleza mwanzoni hapo kuhusiana na grade. Ile grade ikaa pale miaka 3. Ambayo ni kitu kitakia kitolewe kwa siku hiyo. Baadhi ile grade iende kafia pale kwa kwenye barabara ya huko. Lakini maso tu anaenda kuambia watu kila mtu alisema kwamba mimi haya ni usikie. Ndio. Katibu wa bunge akasema kwamba hivi yani mambo ya diwani atakayofanya kwa msikia. Diwani yeye akasema kwamba ni mambo ya mbunge no. Sasa inaonyesha kwamba wale viongozi waliochaguliwa pale kama nilivyosema mwanzo nilivyoeleza kwamba alikuwa ni kusema kwamba ili taifa liweze kuendelea. Short point hii nikasema kwamba muunganiko
baina ya wale watu kisha kwamba wetu kichogora sije. Kwa hiyo wale viongozi wanavyoonyesha tunachagua mtu ambaye anaweza kuokoa watu. Wanashindwa kuungana waweze kushughulikia ile matatizo. Lakini matatizo hayo yanapokuwa yanatokea anayepata madhara ni wananchi, sio hao watu. Basi wale wenyewe mtu hawezi kupata madhara, lakini wananchi wanapata. Kwa mfano kama Gilead kama nilikuwa naongelea na sehemu sikio imeenda inatolewa pale nienda msibani. Nikamkuta bwana mdogo mmoja anasema alikuwa anapita siku moja na gari usiku. Akiwa anaenda Manyara. Anasema nikimbia kwenda kushtuka na kaiona mbele. Kiasi kwamba alikuwa anaenda kuigo na angeigonga yule jamaa asingefariki. Akipia pale kwenye kona niliona hata. Angefariki pale. Sasa kwa kwamba angefariki, ukisoma siasa ya nchi inavyosema rasilimali kubwa katika taifa siku zote ni rasilimali. Au rasilimali watu hivi tunazungumzia kijana. Kama yule alikuwa kijana. Kwa hiyo kama mtu kama yule angekufa, tungekuwa taifa letu linapoteza rasilimali. Lakini rasilimali imepotezwa kwa uzembe wa nani? Hao viongozi waliochaguliwa wafanye kazi washindwe kuwajibika. Kwa hiyo ndio kitu tunasema kwamba watu watamii vijana sio kuhitaji maendeleo ya kweli. Nikupe mfano kama hapo tukwambia hapo Kilimanjaro maendeleo yapo pale watu wanayo. Hata juzi umeona mheshimiwa rais ameenda kule akasema kwamba yule alikuwa makamu wa rais alimwambia kwamba mheshimiwa ulete maji hapa. Maji yameenda kule. Maji sio maji. Kwa sisi ndio tukitochukitani tuone maendeleo yafanya. Kwa sababu tunatoa kodi tupate maendeleo sio. Kuna inaweza kuwepo udanganyifu, inaweza kuwepo upotevu wa hela. Na hizi hela zinapotea zimeletwa kufanya maendeleo yanapotea sasa tunaenda kubaki pale pale. Na cha mwisho kama nitapata nafasi nikarudisha jina langu na pia nikapata nafasi ya kuweza kuwa kiongozi, nitahakikisha kunaimarisha demokrasia katika jimbo la Tarime. Muda mwingi nitakuwa nikienda kule, sababu unapokuwa umeshakuwa kiongozi kama mbunge unakuta na infrastructure ya kuweza kufikia wananchi. Kwa mfano ukiangalia wanasema wao bunge wao wanapewa futa lita 1000 rudi jimboni kila mwezi. Rudi jimboni kule kuja kusikiza kero za wananchi. Kwa sababu serikali kitu cha kwanza inachofanya serikali ni kutengeneza sera. Lakini unapokuwa umechaguliwa kama mbunge wewe, juani kazi yako wewe unatafuta zile kero unazipeleka. Unaona? Lakini hapo wabunge tunaochagua mtu anachaguliwa ana muda wa kukaa na wananchi akasikiza kero. Unasikia? Hata akienda kwa mfano akapata nafasi ya kuzungumza na wananchi pale, anaenda anazungumza mambo yake tu anapiga kelele pale, unakuta ameenda na watu wengi wanaongea, mwisho wa siku kifika kwamba yeye na wananchi na aanze kuwasikiza kwamba kero zenu zikoje, unakuta anazungumza labda dakika 5 alafu hata basana hauisi maswali, sio? Kwa hiyo mimi haya yote nitakisha kwamba nitakuwa nazungumza na wananchi na kuja na wasikiliza. Muda mwingi nitakuwa nazungumza nini kama nikuja na mkutano. Nazungumza nao nisikize kero zao zile. Niweze kuona kwamba nasipeleka sehemu usi. Sababu kuna zingine ambazo ukashughulikia wewe mwenyewe ukasimaliza. Zingine ambazo unatakiwa wewe uweze kuzipeleka sehemu usi. Sasa hiyo hapo kiangalia kwa mfano kwa jimbo letu hapa vijijini kuna viongozi wamekuwa pale hata asili wanaenda kumaliza muda. Wengine hata wanaweza kuita hata madiwani. Unamuuliza anasema kwamba mimi kero zangu naenda kusikiza kwenye mikutano ya vijiji na nazipeleka sehemu usiku. Unambunge unakuta mtu eti bunge unakuta muda mwingi amekaa hata anakula starehe. Sasa unajiuliza yani tuko mlima watu wa starehe. Kwa mfano tutolee mfano Singapore hapo. Nilisikiza na haja kizungumza yule senior minister wa Singapore, Lee alikuwa anasema kwamba hivi unapozungumzia nasema uongozi kwa mfano Singapore pale ambao Singapore ni mwengu hapa kwa kwanza sisi tupo mwengu hapa. Asema Singapore pale viongozi wale hawapati muda wa kupumzika. Unakuta hata weekend leo wapo wanapita wanasikiza wananchi wanaangalia kero hizo na. Lakini hapa kwetu wabunge unakuta wako huko dawa wanakula bata tu kawaida. Sasa wananchi unaona tubakia pale pale. Kwa hiyo kama nikipata nafasi nitajaribu kuleta mwelekeo mpya wa kiongozi. Unasema wabunge. Wewe kwa hujaona mbunge yote ambao hali bata na wananchi. Sijafuatia sana wabunge wengine kuhusu maeneo bunge yao, lakini kwetu hapa mimi nimeona utafuta kwetu hapa ni changamoto. Ni changamoto kubwa kwa sababu wengine mimi sifahamu, sijafuatilia sana. Lakini hapa kwetu nimeona kuna changamoto kubwa sana. Mama tunaye Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anafanya kazi yake na siku zote ninavyojua viongozi, kila kiongozi anapopata nafasi yake anafanya yale kwake anaonisaidia. Lakini tunapaswa kumuunga mkono kwa sababu ndio kiongozi wetu. Na ninaamini kwamba ni kiongozi mzuri na hata Mheshimiwa John Pombe Magufuli naona alifanya kazi, baadaye akatoka akaondoka zake. Na mama naye amekamata ameendeleza na tunaona taifa linaendelea kusogea mbele. Na tunaona hata kuna projects zilikuwa zikiletwa nyingi. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba ni kiongozi mzuri na tutamuunga mkono na aweze kupata miaka 5. Lakini pia kwa kuzungumzia hapo kama nilivyosema mwanzoni, kwa sababu mimi nimeamini sana kuzungumzia jimbo letu la Tarime vijijini. Mimi niseme tu kwamba hivi kwa kiwango kikubwa kuna maendeleo katika hili taifa, yameweza kuendelea kwa kiwango kikubwa.
Sasa ifike muda sasa hapa mheshimiwa rais na yeye sasa aanze kuangalia hapa na nini hapa. Hiyo hata sisi tuweze kupata maendeleo. Ni kutengeneza pale naandaa hata zile budget. Leo kipaumbele kwa sisi. Hapo nilikuwa nasema kama kanda ya ziwa hiyo kiangalia maeneo. Kiangalia hiyo kwa mfano sisi tuko mkoa wa Mara hapa. Mkoa wa Mara hapa kuna mbuga ya Serengeti ambayo ni kubwa. Lakini ukienda kuangalia makao makuu ya utalii yapo Arusha. Unaona? Pia unaweza kaangalia eneo kama jiji la Mwanza. Jiji la Mwanza ukiangalia katika maeneo majiji ya East Africa kijumla, jiji la Mwanza lipo katikati ya karibia mataifa yote. Sasa kama lipo katikati, it is a strategic area, yani eneo la kimkakati. Unaona? Sasa kama eneo la kimkakati, mimi ningetegemea serikali ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan iweze kulipatia jiji la Mwanza kipaumbele. Na hii hapa pia itaimarisha biashara katika mataifa ya Afrika ya Mashariki na Kati. Unaona? Lakini pia kwa Mwanza kuendelea pia itachangia ukuaji tena wa maeneo ambayo yako karibu hapa kanda ya ziwa karibia yote. Kwa hiyo mimi nasema tu kwamba hivi inabidi watu angalia sisi kwa utofauti. Isionekane kwamba sisi kama inaonekana tumekuwa isolated. Unaona? Sisi tunamuunga mkono mheshimiwa, lakini na wenyewe tuangalie na sisi hapa sisi tufurahie neema ya nchi. Kwa mfano kama sisi nasema jimbo langu ile la vijijini kiona kuna changamoto kubwa sana. Lakini inayotoka hela hapa ni nyingi sana. Lakini kuna maeneo ambayo hela zinatoka ndogo, kuna maendeleo makubwa. Kwa hiyo tunategemea sisi ile miradi ya kimkakati sisi aanze kusogezwa kuja hapa. Unaona? Miradi ya kimkakati. Na miradi ambayo inatekelezwa kimkakati. Ambayo ile miradi kisha kamilika inasababisha hata sehemu kuendelea kwa kasi. Kwa mfano kama hiyo nimesemea swala la barabara za lami, si ndio? Hapo barabara za lami katika jimbo la vijijini, si ndio? Lakini serikali inapoongozwa pale inategemea serikali yenyewe tuone kisogezee. Labda naweza kusema anaweza kapeleka labda lawama kwa watu ambao ni wawakilishi labda wameshindwa kutimiza wajibu wao. Kwa sababu siwezi kulaumu mheshimiwa. Labda hata hawajamwambia. Mheshimiwa naye ana mambo mengi. Sikumwambia sasa hawezi kujua. Lakini naamini kwamba kama nikipata nafasi hayo mambo mimi nitazungumzia na sitaweza kuwa na kwa. Sawa. Mimi nikushukuru sana. Labda sasa tuhitimishe na neno lako lote ambalo unaona hatujaligusia aidha kuuliza mimi, lakini natamani pia wananchi wa Tanzania vijijini waweze kulifahamu kabisa. Kwa neno langu mimi ninachosema ni kwamba tunaelekea kwenye uchaguzi. Aliwahi kusema Leonard Logan kwamba a time for choosing. Kwamba ni muda wa kuchagua. Sasa tunapoenda kuchagua, ni kuchagua kicho bora. Usichague tu. Leo tukiamua kuchagua tu kwa sababu tumeamua tuchague, mwisho wa siku tutapoteza kila kitu. Na mimi kama nilivyotangaza nia kwamba nitachukua fomu kwa ndio bunge. Na nitakuwa mstari wa mbele kueleza kuelezea serikali. Kama kila siku jinsi kama za kushuhudia. Kwa hiyo mimi nitegemea kwamba wananchi sasa ifike muda waanze kutafuta mtu mwenye uwezo. Sike kwamba tunachagua watu wale. Hii sio kali na ile ya 20 ambao watu walikuwa wanachagua mtu kwa sababu anaenda kulala. Ifike sehemu chague kiongozi ambaye ataenda kule. Ataweza kutupanga sisi kama sisi. Siku zote unapokuwa na kiongozi mbovu, changamoto zinaanzia. Kwenye maendeleo nisema kuna factors zile ina ambazo alizungumzia kwa nini. Tanzania factor kubwa ya sehemu yote kuendelea kimaendeleo ni uongozi. Utakapokuwa na uongozi mbovu katika eneo hilo, ukweli utaonekana kama kunifia kwa sana. Wanapoenda kuchagua watu, wachague watu wa kusikiza sera. Wasiangalie kwamba huyu kwamba ameteka na kama kakuchoma. Kama kakuchoma hata ni kadogo sana. Asiwe kama yale ambao wanasema kwenye Biblia kwamba Esau alienda kuzungumza na Yakobo. Yakobo alikuwa na njaa, akamwambia Yakobo nipe supu ya maharage. Yakobo akamwambia kama unataka nikupe supu ya maharage, niuzie ukubwa wako. Esau akasema kwamba hivi sasa ukubwa utanisaidia nini mimi kifo? Nasikia. Uzembe tu kiujinga. Akasema chukua ndani yangu hiyo Yakobo mkubwa. No, baada ya kuwa amesema hivyo, yule akamuuzia. Sasa mwisho wa siku iliyofika kwamba abarikiwe na baba yake. Tena hata zile baraka kazipoteza na historia kabadilika mpaka leo unasikia kile kizazi cha Yakobo kinaitwa na Israeli. Na sasa kama mtu watu wa Mungu. Kwa hiyo watu wasifanye maamuzi kwa sababu ya kuangalia leo tu, wafanye maamuzi kwa kuangalia kwamba kesho tutafanya. Na watu wasizike na vitu vidogo vidogo. Nikushukuru sana. Nafikiri kama mambo ya siasa ni mapana sana. Kwa chochote ambayo tutataka kuzungumza na watu wa Tanzania. Maana hauna mikutano, hauna nini. Karibu sana tena.